timu zetu kubwa ambazo zimesafiri kwa maana ya Simba wameenda kule Angola, Yanga wameenda kule nchini Morocco. TFF wamefungulia uwanja wa KMC. Ilitoka taarifa ambayo ya mapema ilitoka ya kufungia, ambayo ilisema tu kuna vigezo ambavyo havijakidhi, uwanja haujakidhi vigezo. Lakini taarifa ambayo ilitoka jana ya kufungulia uwanja wa KMC amba ni pitie ili tuone sasa namna ambavyo ipo. Imeandikwa kama ifuatavyo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefungulia uwanja wa KMC Dar es Salaam kutumika kwa michezo ya ligi baada ya kufanya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Uwanja huo ulifungiwa kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu. Umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya marekebisho yaliyoelekezwa kufanyika. TFF inaendelea kuzikumbusha klabu kuendelea kuboresha na kutunza miundombinu ya viwanja vyao vya nyumbani kwa kushirikiana na wamiliki wa klabu ambazo hazimiliki viwanja ili michezo ya ligi ichezwe kwenye uwanja bora vinavyosaidia kuongeza ushindani na thamani ya ligi. Imetolewa na Clifford Mario Ndimbo, afisa habari wa mawasiliano TFF, Februari 4, 2026. Mwisho wa kunukuu. Na mimi nashindwa kuendelea kuliongelea sana kwa sababu msemaji wa TFF ameniambia hapa hawezi kuongea chochote. Kwa nini? Clifford. Kwa sababu lazima tuulize. Na ndio kazi yetu. Maana imewekwa general tu. Yes, amesema hapa hawezi kuongea zaidi ya hiyo taarifa ambayo ilitoka. Sasa kama hawezi kuongea, mimi namuelewa kwa nini hawezi kuzungumza. Unamuelewa kwa sababu gani? Kwa sababu hapo nyuma kuna uzembe ambao ulifanyika pia. Sijui unanielewa? Ndio. Kwa sababu ule uwanja kama ungekuwa umekaguliwa tangia mwanzoni, sawa vizuri tu, ule uwanja haukupaswa kutumika. Kama ni hivyo walipokuja kutuainishia sasa hivi. Kwa sababu gani unajua Juma? Ndio. Ule uwanja moja kati ya changamoto yake kubwa ulikuwa hakuna yale tunasema mageti, ulikuwa hajatengenezwa vizuri, milango ile ya kupitishia magari na nini. Sijui unanielewa? Sasa hivyo vitu vilikuwepo tangia uwanja upo kwa muda mrefu. Sijui unanielewa? Na hawakuona kwamba ni tatizo tangia kipindi hicho. Kwa sababu gani Juma? Unakumbuka KMC wamewahi kupigwa fine ya karibia mara 4 hivi kwa sababu ya kukosa ile scoreboard. Ndio? Lakini hatukuwahi kuona wao wakipigwa fine kutokana na kosa kama hili. Kwa hiyo walikuwa wanachukulia kawaida tu. Sasa lilivyokuja kutokea tukio ambalo linatakiwa gari liingie ndani pale na mchezaji kaumia, ndio akaja kukumbuka kwamba kumbe uwanja pia hata milango ya kupitishia gari mchezaji anapokuwa amepata injuries kuna changamoto pia. Sijui unanielewa? Kwa hiyo wanakujaje sasa hivi kuja kuelezea hilo jambo? Yaani ndio nakuuliza Juma wewe. Yaani sasa hivi anakuja kukuambia vipi hiyo kwamba tulikosea bwana, uwanja tukukagua vizuri. Ndio. Uungwana ni kusema. Sasa kwa sababu tayari wameshakiri makosa hadharani, mpaka kutoa hiyo taarifa tayari wameshakubali kwamba kuna mapungufu ambayo lakini kwa sababu ukiangalia hawataki kuja kuadmit makosa mara nyingi ambayo huwa yanafanywa hizo yanatolewa taarifa ni yale ambayo utaona haba kwenye pitch kuna changamoto, ile eneo ambalo inaonekana hivi na changamoto, lakini ukiangalia KMC hizo changamoto hazipo. Maana yake kuna mingine sisi tunalifahamu hilo moja, pengine kuna mingine zaidi ambayo sisi hatuyafahamu. Tungependa tuyafahamu. Na issue ya uwanja sio issue ya kificho. Maana yake ni kwamba wao wenyewe wanaficha kwa sababu wanagundua kuna uzembe ulifanyika kwao kwenye. Sasa mbona hawataki kuzungumza? Ndio nakwambia Ndimbo anasema anayetakiwa kuzungumza ni meneja wa leseni ambaye ni Jonas Kiwia. Jonas Kiwia anasema yeye hawezi kuongea, anayetakiwa kuongea ni Ndimbo. Okay, ndo nakwambia Juma. Situshaye kuona viwanja, ule uwanja wa Tanzania Prison wewe, si ndio? Uliwahi kufungiwa tukaambiwa kwamba pichi ni mbovu, si ndio? Kwamba lile eneo la kuchezea halistahili kuchezea ligi. Na ndio tunaambiwa hakuna sehemu ambayo uwanja umekuwa kufungiwa bila kuambia watu kwa nini ule uwanja umefungiwa. Kwa nini huwa wasemi? Uwanja umefungiwa, hawajatuambia kwa nini wameufungia kwenye ile taarifa yao. Wanaofungulia hawatuambii kwa nini wameufungulia, lakini ukienda deep down huko ndo unakutana na sababu ambazo zimewafanya wao kufungia ule uwanja, na ndo hapo wanashindwa kuja kuadmit makosa huko mbele. Sikiliza bwana, sisi wakati unaendelea, sisi kama media kazi yetu ni kuzungumza, wanaotusikiliza wanatamani kusikia majibu.
Msipowatafuta hao viongozi mkaanza kujadili, wao wanakuja tena. Sasa tutafanyaje kama tunawatafuta wazungu? Tutafuta hamja balance. Wakati ushirikiano. Leo mnawatafuta kiongozi msemaji wa TFF ambaye ni mwanahabari nguli kabisa. Anasema taarifa ndio hiyo. Wakati sisi tunataka kujua pengine huo uwanja ulikuwa na changamoto gani. Kuna watu wakitaka kujenga leo uwanja wajue kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Unajua Juma, haiwezekani bro. Unajua wanaogopa swali gani hapo? Kwamba kama uwanja mliufungia kwa sababu ya let's say mageti yale hakuna, si ndio? Mliruhusu vipi? Kwa hiyo kwenye ukaguzi wenu hilo jambo hamkulijua. Sijui unaelewa? Kwa hiyo maana yake utaadmit uzembe kutoka kwao. Kitu ambacho sio rahisi wakati mwingine. Mimi nimesikitika sana. Na hayo kwenye moja ya vitu ambavyo mimi nilivisikia na naona ndivyo wanapigoja. Nataka tuwasikie wao hivi yani nazungumza anarudi moja ya vitu ambavyo ni sababu nyingine ukiondoa hiyo sababu ya geti ni hakuna parking kwenye lile eneo. Hakuna parking pale. Sasa sio wangetuambia tu. Viwanja vya mpira wa miguu. Sasa wapi uwanja utumike Juma? Kuna la huku kuna kieneo fulani hivi kipo. Yaani watu wakija na magari pale wanaweka wapi? Wanakuja kupaki kwenye maduka ya watu. Hivi concept yangu Juma unaielewa? Kwamba ule uwanja hujajengwa au hujazinduliwa jana. Wao wakakagua wakaona kwamba haujakizu ukafungia. Ule uwanja umekuwa ukitumika. Kwani ule uwanja umetumika msimu huu? Kwa hiyo limetokea jambo ambalo linaonekana kwamba lina expose makosa yao. Sijui unanielewa? Na ndio maana nikasema kwa mfano kama kwenye issue parking. Sidhani kama ni big story kwa sababu sasa hivi sidhani kama wamepanua eneo la parking. Lakini kulikuwa na zile changamoto mfano geti la kupitia ndio ile ambao bwana wameboresha sasa hivi. Lakini kwenye ukaguzi maana yake ni kwamba wangekuwa wamekagua mwanzoni wangelitambua hilo jambo kwamba bwana hamna geti. Lakini juzi tumeona pale Kibwana Shomali kabebwa mgongoni pale anatolewa kwenda. Kwenye intro umesema alibebwa mgongoni kama mtoto. Moja ya vitu ambavyo sisi tunainadi ligi yetu ni ligi ya 5. Mimi kuna siku na mdogo wewe utakuwa ni shahidi. Niliwahi kusema sisi ni nafasi ya 5 kwa hizo points ambazo tunazipata kwenye mishindano ya kimataifa. Kwenye uhalisia wa ligi yetu tuna vitu vingi sana ni makosa. Vingi mno. Hiki ambacho kinatokea, imagine leo mchezaji anabebwa mgongoni. Kwa sababu tu ya vitu ambavyo vilikuwa vinaweza kufanyika bila hata kutumia nguvu kubwa, kwa sababu ukiangalia hata kwenye utaratibu tu wa ujenzi wa viwanja hivi ni vitu vya msingi zaidi ambavyo vinazingatiwa. Maeneo ya maegesho ya magari. Basi tusiruhusu aanze kutumia. Yaani katika kwenye kubebwa ngoja ndipo anasema tumpigie. Sawa. Tunashukuru kwa hilo. Kwa kweli tunashukuru kwa hilo. Hilo ni jambo zuri. Haya, mwacha tumpigie Clifford Mario Ndimbo hapa. Au once unasemaje? Mpigieni hapa. Then tukishaongea na Ndimbo hapa tutakuwa na cha kujadili. Clifford, habari za asubuhi? Salama, habari yako? Nzuri kabisa. Tuko na wewe live hivi sasa na hapa mjadala wetu mpana ulikuwa ni kuhusiana na uwanja wa KMC ambao tuliona taarifa kutoka kwenu mliufungia, lakini pia muda hujaenda sana mmetoa tena taarifa ya pili kwamba mmeufungulia. Tungetamani kujua kwamba ilikuwa na changamoto gani kubwa ambayo imepelekea sasa kwa muda mfupi pia TFF imetoa tena taarifa ya kuufungulia huo uwanja. Kama ambavyo taarifa imesema, taarifa ya kufungia ilikuwa ni kwa sababu ya miundombinu, kwamba ilikuwa haikidhi matakwa ya kikanuni, na taarifa ya kufungulia pia vile vile imeweka wazi kwamba ni baada ya kufanya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kanuni na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ambayo imeweza kutoka taarifa ya kuweza kufungulia uwanja huo. Tungetamani kujua hizo sababu Ndimbo, kwa sababu kuna wakati hata taarifa zenu za huko nyuma zinaelezea uwanja fulani umefungiwa kwa sababu eneo la kuchezea aliko sawa, na wadau pia wanaangalia wanaona. Wengi walikuwa wanajiuliza huu uwanja wa KMC kulikuwa na shida kwenye pitch ama miundombinu kwenye maeneo gani, angalau hata tunapojadili hapa tujue kulikuwa na changamoto sehemu gani. Taarifa zetu zote huwa zinasema kwamba ni miundombinu, kama eneo ambalo linahusika ni eneo la miundombinu, kama ambavyo taarifa ya kufungia KMC ilivyokuwa na taarifa ya kufungulia pia ilivyokuwa, kwamba baada ya hayo marekebisho. Unapozungumza miundombinu unazungumza eneo pana sana katika eneo la miundombinu. Miundombinu sio pitch tu peke yake. Miundombinu kuna maeneo mengine tofauti ya uwanja. Kwa hiyo eneo moja la miundombinu unapokuwa halikidhi matakwa ya kikanuni
na sheria za mpira wa miguu, manake inapelekea sasa uwanja husika kupewa taarifa ili kuweza kufanya marekebisho ambayo yanakidhi na kuendana na hivyo vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo kama ilivyo KMC pia vile vile nao pia uwanja ulifungiwa kwa sababu hiyo ya eneo la miundombinu, na imefunguliwa baada ya kuwa imekidhi, kwa sababu unaposema kwamba umefungiwa na inahitaji marekebisho, manake marekebisho inategemea kwamba eneo hilo ambalo linazungumziwa linachukua muda gani. Lipo eneo ambalo linaweza likachukua muda mrefu, lipo eneo ambalo linaweza likachukua siku moja, siku mbili, lipo eneo ambalo linaweza likachukua wiki moja. Kwa hiyo inategemea sasa na eneo ni lipi, na pia vile vile kasi yako ya kurekebisha eneo hilo iko namna gani. Kanuni inakataza kutaja maeneo yenye matatizo. Kwa maana ipi? Yaani kutuambia mfano kwamba wao kwenye eneo hilo la miundombinu walikuwa wanatakiwa kurekebisha jambo fulani ndimbo. Tumesema eneo la miundombinu, na taarifa hii sio ya kwanza. Uwanja wa KMC sio uwanja wa kwanza kufungiwa kwa sababu ya eneo la miundombinu. Vipo viwanja vingi sana vimefungiwa, na baada ya kukidhi katika kufanya hayo marekebisho vikafunguliwa, na hakukuwa na jambo jingine lolote. Why KMC? Kwa sababu taarifa zetu zote, pitia taarifa zetu za nyuma, wakati unafungiwa uwanja wa Mkwakwani, wakati unafungiwa uwanja wa Sokoine, angalia hizo taarifa pamoja na viwanja vingine vyote ambavyo vilifungiwa huko nyuma na vikafunguliwa. Uwanja wa Jamhuri Dodoma ambao pia ulifungiwa huko nyuma kwa sababu ya miundombinu. Tazama hizo taarifa zote zinaeleza eneo la miundombinu na ilipofunguliwa ni baada ya kukidhi katika maeneo hayo kwamba imekidhi sasa vigezo hivyo vya kanuni na sheria za mpira wa miguu. Na hilo eneo lilikuwepo mwanzo likaharibika, ama halikuwepo, lilipaswa kuwepo sasa wakati huu? Unapofanyika ukaguzi, manake ni kwamba kabla ya ligi kuanza yanapitiwa maeneo yote ambayo yanakidhi ama kutokidhi kanuni na hivyo vigezo ambavyo vinatakiwa vya kikanuni. Kwa hiyo uwanja unapokuwa umeruhusiwa, manake ni kwamba unakuwa umekidhi vigezo hivyo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Lakini inatokezea sasa baadaye ambako ligi imeanza, vipo viwanja ambavyo timu inacheza mchezo wa kwanza tu na inagundulika kwamba kuna vigezo haviko sawa. Kwa nini? Kwa sababu wakati ukaguzi umekwisha fanyika vilikuwa viko sawa, lakini inawezekana sasa hawakuwa wakihakikisha kwamba miundombinu inaendelea kuwa sawa, salama na kukidhi hivyo vigezo na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo inapokuja mchezo wa kwanza unagundua kwamba eneo hilo haliko sawa. Kwa hiyo hatusiti kuweza kufungia katika uwanja kama huo ambao inatokezea namna hiyo. Kwa hiyo the same na KMC kwamba wakati unakaguliwa manake ulikuwa umekidhi hivyo vitu, lakini baadaye ikaonekana kwamba katika eneo husika halijakidhi hivyo vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Okay, Dimo, tunakushukuru sana, lakini kwa kumalizia na swali letu la mwisho hili pia tungetamani kusikia kutoka kwenu TFF. Msimu uliomalizika kwa maana ya mwaka jana, tuseme mwaka jana mlitangaza swala zima la tuzo kuja kufanyika. Wadau wanatamani kusikia mmefikia wapi, kwamba zitafanyika bado ama hazitafanyika tuzo za msimu uliopita? Taarifa ambayo tulitoa mara ya mwisho ilieleza wazi kuhusiana na swala hilo la tuzo. Kwa hiyo pale ambapo itakuwa imekaa sawa, pia tutakuja kutoa taarifa kama ilivyo utaratibu wetu mzuri wa kutoa taarifa zetu za taasisi. Maana yake ni kwamba bado watu waendelee kuamini kwamba tuzo zipo, zitafanyika. Nimesema kwamba tuna utaratibu mzuri wa kutoa taarifa. Kwa hiyo jambo la tuzo juma hayo lichukue na tutakuja na taarifa ambayo inahusiana na swala hilo la tuzo, hata kama itakuwa ni ya msimu, hata kama tutafika msimu ujao. Sasa wewe unataka kunijaza ndugu yangu. Ndipo bili kushukuru sana. Karibu bwana. Haya, asante sana Clifford Mario Ndimbo. Uwanja ulikaguliwa mwanzo, ulikuwa sawa sawa, watu wamekuja kugundua jambo alipo sawa sawa. Club licensing, mimi nadhani kuna kitu jemedari alikuwa anaongea juzi, akawa anasema kutokana na mazingira yetu kuna wakati club licensing kuna kuvumiliana kidogo, kwa sababu vitu viweze kukamilika
Hatutacheza mpira. Hatutacheza mpira. Na hatutacheza mpira. Lakini mimi naamini kuna vitu vinapaswa kusimamiwa mapema tu. Vya msingi kabisa. Kwa sababu kama mtu alijenga uwanja na kuweka sehemu ya parking na nyinyi mlikagua mwanzo na kwenye ukaguzi watu wanatakiwa kuona kwamba kuna parking, kuna sehemu ya nini na nini na vikwepo na mkaruhusu watu waendelee kucheza mpaka mje muone mchezaji kabebo mgongoni ndio mnagundua hili ni tatizo. Sidhani kama hiyo iko sawa sawa. Moja kati ya kitu kingine ambacho kwenye ule uwanja mimi hakinivutii ni sehemu ya waandishi wa habari. Ile sehemu Juma haifai kabisa. Ile sehemu yani unajua waandishi ni watu ambao wanafanya kazi kubwa sana wakienda uwanjani Juma. Unaelewa? Uwezi kwenda kuwaweka juani pale na wanakaa pale dakika 90 wakitoka hapo wakakaa story yako Juma. Wanakaa juani. Yani waandishi wanakaa juani. Ukitoka pale mimi sipendi kwenda kwenye ule uwanja kwa sababu ya kushinda juani. Yani unakaa yani unakaa pale unafanya hivi unaumwa kichwa unajiuliza kwani wakati michezo ya saa 8. Yani hapana bwana, waandishi wasifanywe hivi. Wautengeneze ule uwanja, waweke pale kivuli kiwepo. Waandishi wakienda kukaa pale wakae sehemu ambayo ni comfortable. Unanielewa? Wakati mwingine mwandishi analazimika atoke pale akakae pengine kule kwa mashabiki. Kuna ule upande wa watu ule wa VIP kule. Ndio ukienda kukaa kule karibu na mashabiki kule unaweza ukapata upepo kidogo. Unakaa sehemu ambayo haipo comfortable kwa sababu unajua unavyoenda kuangalia mwandishi mechi ni tofauti na shabiki. Wakati mwingine yeye yuko pale ana vibe anashangilia, lakini kichwa kinakuuma, jua linakupiga, huwezi kuangalia vizuri Juma. Na ukienda kwa mashabiki wengine wanaweza kukuvuta mashavu, ulisema timu yao vibaya kwa namna ambavyo yeye anaamini. Unaelewa? Kwa hiyo maana ya kumtengea mwandishi sehemu ni sehemu ambayo anatakiwa kupata media tribune hiyo ya kueleweka. Lakini tusifiche fiche mambo Jessica. Kuna vitu vingi ambavyo nao ulijengwa kama maduka tu. Julio alikutoa wapi? Pale karibu na nanili pale. Wapi? Kwa mashabiki. Huko kwa mashabiki. Kwa mfano kuna viwanja mimi na enjoy. Ukienda Benjamin Mkapa, sehemu ya waandishi, unajua kabisa mimi hapa ni mwandishi nimekuja kukaa. Unakaa, unachaji simu, unachaji vifaa vyako. Ukienda pale uwanja wa Azam ule. Very comfortable place unakaa. Lakini ukisikia tu mechi, unajua hapa karibu na pale Kinondoni. Lakini mimi siku hizi siendi pale Kinondoni kwa sababu ya sehemu ya waandishi. Watafute namna ya kuwasaidia waandishi wakifika pale, wewe naangalia mpira comfortably mzee. Wewe mara mwisho kwenda lini? Kaka, tuseme ukweli ili tunapotoka hapo. Ule uwanja wa kandarasi waliopewa tenda ile. Watu walikuwa wanajenga uwanja kama maduka. Ule uwanja yani ukiachana na pitch waliojenga ule uwanja anatakiwa akamatwe. Kipaumbele cha kwanza walikuwa yani watu walifikiria zaidi vitu vingine na si mfumo ama mtiririko wa uwanja unavyotakiwa kuwa kwa sababu hata hiyo VIP ilipokaa au eneo na yenyewe pia ni changamoto. Yes, hata kama eneo ni dogo tengeneza kwenye huo udogo lakini kwenye ubora kila kitu kikae sawa. Yes, kila kitu kikae sawa kwa sababu ukiangalia huko juu yani uelewi watu wamekaa vipi, eneo la waandishi ndio uelewi. Kwa hiyo ule uwanja ukujengwa vizuri waweke hata mapazia kama kwenye ujenzi wa uwanja kuna vitu wanazingatia pia. Ikifika hatua unataka kufanya upanuzi wa uwanja wako, kuna eneo lipo kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Sasa pale katikati ya kuna message moja nimekutana nayo hapa, hii nchi ngumu sana. Mtu anasema mwandishi unataka uwekewe kivuli na mnaingia bure. Hivi wanajua kazi. Anyways, Ndimbo amesema taarifa ya mwisho ya tuzo ziko pale. Kwa hiyo tuzo kumbe zitafanyika. Na taarifa ya mwisho ilisema hajasema zitafanyika. Amesema watatoa taarifa. Na ya mwisho. Kwa hiyo taarifa rasmi itakayotoka wakasema watatoa taarifa ni lini hilo tukio litafanyika. Sijui na hiyo taarifa watatoa taarifa zaidi. Hiyo ya mwisho kwamba ni lini hawakusema haitafanyika, manake itakachokuja kutajwa ni lini tu, manake tuzo zipo. Ndio namwambia Hans kwamba tuzo zipo. Tusubiri hapa nilivyosikiliza swala ni kwamba taarifa rasmi itatolewa kama tuzo zipo au hazipo. Mimi kama taarifa rasmi inayohusiana na tuzo itatolewa. Yani ukitaka kuona kuna mahali kuna shida, kama tuzo hakuna walipanga tarehe za nini za kutoa tuzo, kama hizo tuzo huna waliweka tarehe 10 na ngapi mwezi wa 12. Basi baadaye watu walipata changamoto hayo tuelewane, waliweka mpaka tarehe, it means ilikuwa tarehe tuzo zipo. Unajua wanafanyika pale Dodoma. Tangaza tarehe. Ndio. Kwani wewe ukumbuka? Pesa alafu ikasogezwa tena. Juma. Kila kitu kilikuwa kiko sawa. Kiko tayari. Kwa taarifa ambazo mimi nilikuwa nazo. Kila kitu kilikuwa kipo sawa. Kitu ambacho kilisababisha zile tuzo zifanyike kwa ile awamu ya pili ambayo walipanga tarehe ni sababu za kiusalama kutokana na ile hali ambayo tulikuwa nayo kipindi kile. Ilikuwa sahihi kabisa. Yes, na ilikuwa sahihi. Lakini baada ya hapo ndo hatujarudi. Kila kitu sasa hivi kipo sawa na hatujarudi tena kuambiwa inatafutiwa sasa space. Yes, inatafutiwa space. Lakini angalia kinachozungumzwa.
Si bado msimu. Okay, tuzo ilibidi zifanyike tarehe 5 mwezi wa pili. Si ndio? Kwa tarehe 5 mwezi wa 12. Si ndio? Hiyo ni tarehe ya pili. Sasa tarehe ya pili baada ya tarehe ya kwanza ishu kwenda tofauti. Kutoka tarehe 5 mwezi wa 12 leo tunazungumza tarehe 5 mwezi wa pili. Si ndo zinaandaliwa sasa. Binafsi mimi hayo tuzo zilikuwepo. Unaandaje kati taarifa ilikuwa imeshatoka. Kila kitu kilikuwa tayari, Juma, ni kusubiri siku ya tuzo. Unasikia Jumayo? Mimi kwa hichi ninachokiona kwenye tuzo, TFF wanakosea mpira wa Tanzania. Wanatukosea hata sisi mashabiki. Imagine leo mtu kama Jean Shalea au ambaye alikuwa ni contender kwenye hizo tuzo za MVP ameondoka kwenye ligi yetu na hajapata hiyo tuzo. Pacome Zouzoua amejitoa zaidi msimu uliopita, hadi leo mwezi wa pili hajui kama ana tuzo au ana tuzo, na watu wako kimya, hamna taarifa yoyote ambayo imetoka. And then tunakaa tunajisifia kwamba ligi yetu ni ya 5 kwa ubora. Ni aibu kiukweli. Sasa ubora wa performance tu kwani mpaka kwenye tuzo. Of course mpaka kwenye tuzo inabidi iwepo. Tuzo inabidi zifanyike kwa sababu watu wamejitoa, wamemwaga jasho. Lakini mpaka leo mwezi wa pili hamna tuzo. Au wanataka waziunganishe na za 25 26. Kwamba tuzo zifanyike kwa wakati mmoja. Hamna, si bado iko wapi motivation ya yule mtu ambaye angekosa tuzo za msimu uliopita akataka kupambana msimu huu? Anapata wapi hiyo motivation? Kuna watu wana relax kwa sababu wanajua hata tukifanya inawezekana tuzo hamna. Ngoja tu tuwe wa kawaida. Iko wapi? Nini maana ya kutoa tuzo? Means ni kumpongeza aliyefanya vizuri na kumpa chachu ya kufanya vizuri yule ambaye alifanya vibaya. Sasa kama tuzo haijatoka ni nini? Labda fedha imekosekana. Kwa nini wasiseme kwamba hamna fedha? Na ile pesa ambayo ilibidi itoke kwenye nini hayo? Mwezi wa 12, hiyo pesa imeenda wapi? Watu wamepiga. Sio kupiga. Iko wapi sasa? Pesa inaweza ikawa watu wameelekeza tena kwenye matumizi mengine ya taasisi. Inawezekana. Ngoja ile pesa kwani namalizia Ashraf, namalizia. Kwani wale waliokuwa wamefanya maandalizi mwezi wa 12, kila kitu kiwa kimekamilika. Baada ya issue za usalama kutokea, si ndio? Kuna ofisi nyingi zilifungwa. Hata sisi hapa tulikuwa tuji kwenye vipindi. Lakini baada ya hali kukaa shwari tulirejea. Ndio hii sasa tangu tumerejea ni mwezi mmoja. Tumerejea mwezi wa ngapi? Kaka, si mwezi wa 12 tuseme usalama uko sawa sawa. Januari ndo tumerejea, ndo usalama uko vizuri. Ndo Januari yote imepita. Ndo watu wanapanga Januari. Ndo wa pili huu hapa sasa. Nakwambiaje kaka? Mwezi wa pili wote unapita bila. Wa pili ndo tumeanza juzi tu leo. Nakwambiaje? Mwezi wa pili wote utapita bila. Ngojeni kwanza. Tuangalie na wenyewe utapita bila. Tuangalie jamani. Na wenyewe bila. Subiri kwanza Hans na Juma. Tuangalie pia na namna ambavyo ratiba imekaa. Pengine ratiba nayo ni kikwazo kwa sababu mambo yameshakuwa mengi hapa. Nisikize Jessica. Tuzo ni siku ngapi? Siku moja. Tuzo ni siku moja. Lakini angalia hizi timu zingine zipo kwenye michuano ya kimataifa. Nyingine ziko hapa. Na timu zetu za taifa pia zitaitwa. Timu za taifa zilikuwa zinaendelea. Hiyo ya ratiba kuwa tight, hiyo mimi sikubaliani nayo. Unaelewa? Kwa sababu kuna siku timu zote zilikuwepo hapa town hapa, sawa na hakukuwepo na chochote kile. Juma, labda naweza nikaelewa kwenye concept moja. Sio kwamba pesa zilikuwepo zipo tu pale kwenye shirikisho la mpira kwamba zipo kuna fungu tayari. Walichokifanya wao walimfuata mdau. Wakamwambia bwana tunataka uandae event hii. Unaelewa? Na mtu alikubali tayari kwamba yeye atatoa kwa ajili ya kupata mileage, si ndio? Kilichotokea ni kwamba baada ya kutokana na hali ya kiusalama, yeye akawa anahoji pia kwamba nikiweka mzigo wangu kwa sababu mimi nahitaji mileage, na maana yake sio kwamba siku moja tu ile ambayo tuzo zitafanyika. Baada ya hapo pia nahitaji watu watazungumzia tuzo, tukio lenyewe lilikuwaje, unaelewa? Kwa hiyo nikifanya save investment ya kuhakikisha kwamba hilo tukio linafanyika, mimi na uhakika gani kwamba mileage itakuwa sawa? Unakumbuka kuna kipindi tulikuwa tuna internet hapa, si ndio? Okay, kama tukio limefanyika leo alafu hali ya kiusalama bado iko sawa huko mbele, mimi watu wanafahamu vipi ile awareness, si ndio? Kwa hiyo akasema tusubiri mpaka muda utakapopita. Kwa hiyo mimi sasa hivi pengine wadau wanapambana tena kumconvince labda huyo mtu tena alilose interest na vitu vingine kama hivyo, lakini hakukuwa na pesa ambayo iko tu pale kwamba imeandaliwa. Asante. Sasa kumbe ulikuwa unajua hapo muda wote unailaumu TFF kwamba na wewe ulijua kwamba hamna pesa ambayo iko tu pale. Bwana acha hizo. Lakini TFF tunawashauri tu, tunajua kabisa kwamba inawezekana kuna ugumu Jessica, lakini wapambane kama alivyosema Hans. Watu wapambane. Tuzo za msimu uliopita zitoa motivate watu kuelekea tena hata msimu. Watu wanaweza wasijitoe sana wakiwa naamini hata hamna chochote kitakachofanyika tena msimu, lakini pia hata ugumu ukiwepo TFF mkisema
kwamba safari hii mambo yalikwenda ndivyo sivyo, tunajipanga kwa msimu mwingine. Yaani unajua Juma, ukubwa wa ligi yetu na jinsi ambavyo ligi yetu inafuatiliwa, kwanza hatutakiwi na hatustahili kwa struggle na mdhamini ambaye anaweza kusababisha hizi tuzo zina happen. Hatutakiwi, kwa sababu kuna makampuni mengi sana yanatamani kujitangaza kupitia ligi yetu. Umeona? Tunaweza tukatafuta kampuni moja, ukiachana na ile siku husika ya kutoa tuzo, bado tukawapa platform ya kuwa anaonekana kwenye billboard kwenye baadhi ya mechi za ligi kuu. Ni mipango tu, ni plan. Kitengo cha masoko pale TFF kinafanya kazi gani mpaka inafika siku ya kutoa tuzo hatuna mdhamini, hatuna pesa? Hii changamoto inatoka wapi? Wakati ligi yetu tunajisifia ni ya 5 na inafuatiliwa na watu wengi wanapenda kutazama ligi yetu, na zaidi Simba na Yanga. How comes tuna struggle kupata mdhamini ambaye anaweza kumwaga pesa mfululizo? Ni changamoto. So kitengo cha masoko pale TFF inabidi wakae chini wajitathmini kwamba wako kwenye right track, wanafanya kazi sahihi, wanautendea haki mpira wetu. Kama kuna sehemu wanakosea, basi kuanzia next season wajirekebishe. Ushauri mzuri. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.